Mimi nadhani tumefika Kigoma. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma, ni kwetu. Nimezaliwa, nimekulia hapa. Nimefika kwenye ardhi nyumbani. Faraja yangu kwanza ni kufika Kigoma kwa sababu ndipo nilipozaliwa. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu tumecheza michezo mitatu, miwili tumepoteza, moja sare. Lakini tumetoka kupoteza mchezo wa mwisho ambao tumepoteza kwa idadi kubwa ya goli. Na wenzetu wametoka mechi tatu, wameshinda moja, wamepoteza mbili. Kwa hiyo naamini mechi ya kesho itakuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini yote kwa yote ambaye atakuwa amepangiwa na Mwenyezi Mungu atapata matokeo. Karibuni. Sawa. Kocha, kwenye style of play umekuwa unacheza vizuri, lakini katika upande wa matokeo ndio imekuwa inakuangusha. Kwenye uwanja wa mazoezi tangu ulipopoteza dhidi ya Geita kuelekea mechi hii, kitu gani kipi ambacho kwenye mchezo wa kesho tukitegemee katika upande wa matokeo? Football ni mchakato. Timu yangu ilikuwa championship ikapanda. Tukaongeza wachezaji, tunajaribu kutafuta muunganiko wa timu. At least tunaona muunganiko wa timu huko, tunatengeneza nafasi, tunakosa. Kwa hiyo jukumu la walimu ni kuendeleza yale mazuri ambayo yanatoka kwenye viwanja vya mazoezi na kwenye mechi. Na yale mapungufu kuendelea kujitahidi kupunguza. Kwenye football huwezi kupunguza makosa yasiwepo. Makosa yatakuwepo, kuna makosa ya timu na individual. Kinachotuathiri sisi, makosa mengine yanakuwa ni tofauti. Kuna muda yanakuwa ni makosa ya timu, lakini kuna muda ni individual. Kwa hiyo ni nafasi ya walimu kuendelea kufanya jitihada za kurekebisha hayo mapungufu, kuhakikisha tunapata matokeo. Mimi naamini kila mmoja kwenye kila timu tunahitaji kupata matokeo. Kwa hiyo tamaa yangu mimi kuhakikisha tunamcheza kesho tunapata matokeo ili tuweze kujiweka sawa. Sasa kwenye kikosi chako una baadhi ya wachezaji ambao kwa msimu uliopita walikuwa na kikosi cha Mashujaa, akiwemo kina Mudathiri hawa, Nyenyezi na bwana mdogo Abdul Bakari. Pengine hii itakwenda kuongeza kitu kuelekea mchezo wa kesho pia, kwa maana nyota ambao wanaifahamu vyema Mashujaa. Pamoja na kuwa na wachezaji ambao wametoka kwenye Mashujaa, lakini ni timu ambazo michezo iliyopita tumepoteza. Kwa hiyo unaona mchezo utakuwa na uvutano. Wale ambao walitoka Mashujaa kuja kwetu sisi wanatamani kuona Kagera ikipata matokeo, lakini Mashujaa kuna wachezaji ambao wamewahi kupita Kagera, nao nadhani itakuwa ni mchezo ambao una uvutano. Lakini hayo yote kikubwa ambacho kitakuja kuchagiza sana ni Mashujaa wamepoteza mchezo wa mwisho na sisi tumepoteza. Kwa hiyo mchezo utakuwa na ushindani mkubwa kwa kuhakikisha kila timu inapata matokeo ili kujiweka kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mechi nzuri na ambao watahudhuria kwenye mchezo wa kesho watapata burudani. Sisi wa nje ya wewe kama mechi ya ufundi tunaitazama Kagera kama moja ya timu ambayo ina process mpira vizuri, lakini ikikutana na timu ambayo iko aggressive kama umakini unakuwa na changamoto. Umeliona hilo na pengine kwa kesho maana wamepatia tiba kama ilivyo hivi. Kila mtu ana nafasi ya kusema kwa sababu ukiwa nje ni rahisi kuchambua kwa sababu anasubiria matukio yatokee then ndio useme. Lakini sisi kiufundi nadhani tuna aina yetu ya kucheza na timu ambayo inaanzia kutoka nyuma lakini inatengeneza nafasi nyingi. Bahati mbaya inakuwa ni zile nafasi ambazo tunazitengeneza kuzibadilisha kwa magoli. Naamini nafasi ambazo tunatengeneza kama tunabadilisha zinakuwa magoli. Hizi story ambazo tunaongelea leo zilikuwa kwa sababu naamini kama mechi tatu zote mechi ambazo tunaweza kupata matokeo kwa sababu tutengeneza nafasi nyingi. Ukiangalia statistically mechi za Geita sisi tulipiga mashuti 9 golini lakini tukapata goli 2. Wao walipiga mashuti 7 tukapata goli 6. Kwa hiyo unakuja kuona sisi tutengeneza nafasi nyingi kuliko wao. Lakini yote kwa yote mpira ni mchezo wa matokeo, haijalishi unachezaje, unatengeneza nafasi ngapi, suluhisho kwa matokeo. Kwa hiyo tumejaribu kucorrect yale ambayo matatizo ambayo yametokea kwenye hizi game, kupoteza nafasi. Naamini kesho itakuwa ni siku nzuri kwetu. Shukrani.